Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Mei 19, siku ya Jumanne. Mada ya leo inasema imani si hisia. Yesu alisema kwamba ikiwa una imani ndogo kama punje ya haradali, utaihamisha milima. Mathayo 17 aya ya 20. Kama umewahi kuiona punje ya haradali, unajua jinsi ilivyo ndogo sana. Lakini kuwa na imani ndogo kiasi hicho kunaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kwa hiyo, lazima imani ni ya muhimu sana, na pia lazima ina nguvu kubwa na thabiti kiasi cha kufanya kitu asichoweza kufanya binadamu. Hata hivyo, kama ambavyo punje ya haradali inaweza kukua na kuwa mti mkubwa katika Mathayo 13 aya 31 na 32, imani yetu inapaswa kukua na wala si kudumaa. Kwa kweli, kwanza kabisa tunahitaji kiasi fulani cha imani ili kuweza kuwa na uhusiano na Mungu. Waefeso sura ile ya 2 aya 8 inatuambia nini kuhusu juu ya nafasi ya imani katika kuokolewa? Kwa nini mtu asiwe na haki kusema sina imani kwa vile Mungu hajanipa kiasi chochote? Kwanza, imetupasa kuelewa kuwa imani si kitu yakinifu. Ni mwitikio wa mwanadamu kutokana na kushawishiwa na Roho Mtakatifu. Mungu ni mwanzilishi mwema ambaye kupitia kwa Roho Mtakatifu anatuvuta kwake tunapomruhusu kufanya hivyo. Yeremia 31 aya 3. Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo ni mwitikio kwa neema ya Mungu tuliopewa kupitia kwa kifo cha Yesu. Tunaokolewa kwa sababu tunamwamini Mungu kama matokeo ya neema yake. Hiki ndicho kiini cha kuwa na uhusiano naye. Pili, imetupasa kukumbuka kuwa imani si hisia. Wengi hawaitumii imani ile ambayo ni haki na wajibu wao kutumia, mara nyingi wakingojea hisia ile ambayo imani peke yake inaweza kuileta. Hisia si imani. Haya mawili ni tofauti. Imani ni kwa ajili yetu kutumia, lakini hisia za furaha na baraka ni za Mungu kutoa. Ellen G. White, maandiko ya awali, ukurasa wa 106. Watu wengine wanaweza kujisikia kana kwamba hawana imani kwa vile hawajihisi kuwa karibu na Mungu au hawako kama walivyopaswa kuwa kama Wakristo. Lakini imani inahusu kumwamini na kumtumaini Mungu, sio tu katika nyakati njema, bali katika giza au katika dhoruba, au hata wakati ambapo huwezi kuelewa kikamilifu kinachofanyika, hasa katika maisha yako. Hisia haipaswi kutawala uzoefu wetu wa kidini au uhusiano wetu na Mungu. Ni hasa wakati tunapodhani tuko mbali na Mungu ndipo tunapohitaji kutumia imani na kumwita, kama alivyofanya yule baba katika Marko sura ile ya 9:24. Hebu ziangalie aya hizi za Biblia na kuzidai kama kitendo cha imani kuimarisha uhusiano wako na Mungu leo. Waebrania sura ile ya 12 aya kwanza na aya pili. Mambo ya Nyakati ya pili sura ile ya 15 aya 7. Warumi sura ile ya 3 aya ya 23 hadi 26. Luka Mtakatifu sura ya 7 aya ya 50. Zitamke kwa sauti wakati wa ombi lako kwa Mungu. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Mei 19, siku ya Jumanne, tukiangazia mada ndogo isemayo imani si hisia. Hii ni mfululizo wa somo la 8 la robo hii ya pili, robo ya mwaka wa 2026, yenye mada inayosema kuwa na imani. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema, na karibu tena hapo kesho.